Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu aliye hai. Karibuni sana wapenzi watazamaji wetu mahali hapa katika mwendelezo wa kipindi chetu kizuri cha semina ya shukrani ambayo imeandaliwa nasi huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari Jerusalem Family TV. Ninafuraha kukukaribisha mahala popote ulipo uweze kuungana na sisi kwa ajili ya kushiriki semina hii kwa njia ya mtandao na vyombo vya habari. Mahala popote ulipo unaweza ukatusikia kupitia chaneli zetu mbalimbali. Tunapatikana Facebook, tunapatikana YouTube, tunapatikana Instagram, tunapatikana TikTok, katika mitandao yote kwa ujumla kwa jina la Mwalimu Petro Mazwile. Unaweza ukatufuatilia ukasubscribe upande wa YouTube, lakini pia upande wa Facebook unaweza ukatufollow kwa jina hilo hilo la Mwalimu Petro Mazwile. Follow kurasa zetu Instagram, TikTok ili uendelee kupata mafundisho haya kwa ukaribu. Lakini pia unaweza ukajiunga katika makundi yetu ya WhatsApp kama hauko huko au na ndugu yako yuko nchi za nje au yuko eneo ambalo hakuna huduma za sala. Mualike ajiunge nasi, atapata sala mbalimbali kwenye makundi yetu na ataendelea kuwa imara kiroho. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro. Kama ndo unanipata kwa mara ya kwanza, nayo furaha kukualika. Leo ni siku ya 3 na ya hitimisho la semina yetu. Tufungue kwa sala ili tuanze rasmi programu yetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Bwana unatupa kibali watoto wako tumeweza kuungana mahali hapa katika neema yako na uweza wako. Tunakushukuru Mtakatifu, kila mmoja wetu yuko hapa Baba, si kwa nguvu zake bali ni kwa nguvu zako na uwezesho wako. Ndio maana Bwana tunakushukuru, ndio maana Bwana tunakusifu, tunakuabudu milele. Tunakualika Roho Mtakatifu, tunaomba usimame pamoja na sisi, utuongoze ili yale yote tunaenda kuyafanya mahali hapa yaweze kuwa na kibali usoni pako. Damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, tunaomba itililike na kutusamee kila maeneo ambayo tumekosea kinyume na mapenzi yako. Tunaomba Bwana utusamee, tunaomba Bwana utuhurumie ili tuweze kupata rehema na neema usoni pako. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu. Tutazama Roho wa Mungu, leo ni siku ya 3. Tunakushukuru ulikuwa nasi siku ya kwanza. Tunakushukuru ulikuwa nasi siku ya pili. Baba, hata tunapoenda kuhitimisha, tunaomba uje Roho Mtakatifu uhitimishe pamoja na sisi. Ili Bwana, watoto wako, sadaka tunazotoa, misa tutakayosali, shukrani hizi tunazoshukuru zifike mbele zako Mungu wa majeshi, ili tupate rehema na neema usoni pako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, shuka na nguvu zako uweze hata kutufundisha kile ambacho umepanga kusema nasi siku ya leo, ili tuweze kujengwa na kuimarishwa katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ya 3 ya semina yetu. Namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa nasi tangu tukianza ile siku ya kwanza hata leo tunapoenda kuhitimisha semina. Mungu aendelee kukubariki, Mungu aendelee kukulinda na kukutunza katika neema zake na baraka zake nyingi na tele zilizojawa maishani mwake na maishani mwetu alikotupa. Wapendwa, pia ni muhimu sana unaposhiriki maombi haya kuhakikisha pia umeshiriki na sadaka ya mwisho wa mwezi na mwanzo wa mwezi, kwa sababu sadaka hizi tunazotoa tunazitumia kwa ajili ya kuombea nia ya misa ya kumshukuru Mungu kwa kutusaidia tumetimiza nusu mwaka. Tunafanya misa ya pamoja kama wana kikundi. Hivyo ninawaombeni kila mmoja hakikisha ameshiriki kwa kutoa sadaka yake kupitia namba zetu za simu tunazoendelea kukuwekea kama tulivyozoea kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, au unaweza ukatumia hata hiyo unayoiona hapo kwenye simu screen yako inakuijia kila wakati. Wapendwa, somo letu tunalotembea nalo kwenye haya maombi linaitwa shukuru upate tena. Somo letu linaitwa shukuru upate tena. Somo letu linaitwa shukuru upate tena. Katika somo hili tumekuwa tukitembea na malengo makubwa ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya nusu mwaka kwa kutufikisha salama
kiroho, kimwili, kimaisha binafsi, kila mmoja mmoja, na kama familia ya Mungu kwa ujumla, na kulifanikisha lile kongamano letu ambalo tulilihitimisha pale Dar es Salaam. Kwa tunasimama kumshukuru Mungu kwa ajili ya nusu mwaka katika maeneo haya mbalimbali ambayo yanahusu maisha yetu. Na andiko letu la msingi ambalo limekuwa likitubeba ni kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 17 ile aya ya 11 hadi ya 19, habari ya wale wakoma 10, namna ambavyo Mungu aliwatendea, na ni mmoja tu peke yake ndiye alikumbuka kurudi na kumshukuru Bwana. Hivyo basi na sisi tunaungana na nia ile ile ya kuwa yule mmoja katika wengi waliotendewa, kurudi kumwambia Mungu asante kwa ajili ya nusu mwaka. Siku ya jana tuliangalia kipengele kilichokuwa kinaitwa jitafakari, mahali ulipoanguka shukuru na inuka urejee. Tukapata nafasi ya kujifunza juu ya kujitafakari, juu ya kujitathmini. Ni wapi ambapo tangu mwaka umeanza umeanguka? Shukuru pale ulipoanguka. Pale ulipopata pia shukuru. Alafu weka mipango mikakati ya kuhakikisha kwamba hauanguki tena. Na tukasema kujitathmini au kujitafakari ni maana yake ni ile hali ya kujipima uhalisia wa maisha yako katika kila hatua uliopiga, na ugundue sababu za kwa nini uko hapo ulipo. Na tukasema kwamba kila mtu mahala alipo kuna sababu ya kwa nini yuko hapo. Lakini pia kipengele kingine ambacho tulikiangalia, tulisema pia swala la kufanikiwa kimaisha linategemeana na bahati ya neema ya Mungu anayokupatia. Tukasema unaweza ukawa una juhudi sana, una elimu kubwa, una chaneli nyingi za watu, una mshahara mkubwa, una sali sana, lakini bado ukawa hujafanikiwa kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu kufanikiwa kiuchumi kunategemea sana bahati ya neema Mungu anayokupa. Tukaangalia kile kitabu cha Mhubiri 9:11-12, namna ambavyo anaongelea masuala ya bahati na neema katika kufanikiwa, kwamba neema ya Mungu ndio inayotuwezesha. Lakini pia tukapita tukaangalia case study ya Stefano katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 7. Tukaona namna ambavyo Stefano alipigwa mawe, lakini alimshukuru Mungu kwa ajili ya wale waliompiga mawe, na Mungu akampa neema Stefano kuendelea kuishi kupitia Paulo. Kwa tukasema unapokuwa mtu wa shukrani, hata kama kuna watu wanakuua kwa kukupiga mawe, ila Mungu atakupa neema ya kuendelea kuishi kwa njia ile ambayo Mungu anaijua. Watu watakupiga mjini, watashangaa unaibukia kijijini. Watakupiga kijijini, watashangaa unaibukia mjini. Kwa aliye na Mungu, moto wake hauzimishwi. Tukaangalia masuala ya mavazi kwa uchache, na tukaangalia juu ya Paulo na Stefano, tukapata nafasi ya kuomba. Kama unataka kupata vizuri zaidi, mimi nimeongea tu hivi kukumbushia kama mwalimu, ili walau kama mwanafunzi upate concept ya kile tulichojifunza siku ya jana. Ila ukitaka upate kwa undani zaidi, nenda pale YouTube kwenye channel yetu ya Mwalimu Petro Mazwile, utapata kiundani wake. Leo tunasonga mbele, siku ya 3 ya somo letu hili la shukuru upate tena, katika kipengele kinachoitwa shukuru kwa ajili ya machache uliovuna, ila usiridhike, kwani bado mbele kuna mengi yanakusubiri. Kipengele chetu cha leo au mada ndogo, wazungu wanaita subtopic yetu inaitwa shukuru kwa ajili ya machache uliovuna, ila usiridhike, kwani bado mbele kuna mengi yanakusubiri. Shukuru kwa ajili ya machache uliovuna, ila usiridhike, kwani bado mbele kuna mengi yanakusubiri. Hiki ndio kipengele chetu cha leo. Wapendwa, kila mtu hadi kufikia nusu mwaka kuna machache au mengi ambayo yamkini unaweza ukawa tayari umeshayavuna kwenye maisha yako. Nasema hivi, kila mtu hadi kufikia nusu mwaka yamkini kuna mambo mengi sana au kuna mambo machache ambayo kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawa tayari umeshayavuna kwenye maisha yako.
Sasa yale ambayo umeshayavuna, yawe ni mengi sana, yawe ni ya kawaida, au yawe ni machache, kama Mkristo unapaswa kusimama katika hayo, kumwambia Mungu asante kwa yale uliyovuna, kumwambia Mungu asante. Ni kosa kubwa kuridhika kutokana na yale ambayo umeyavuna. Haitakiwi kusatisfy, kuridhika. Kuridhika maana yake ni kuridhika maana yake ni ile hali ya kujiona umetosheka na kuona uhitaji tena. Kuridhika ni ile hali ya kujiona umetosheka na kuona uhitaji tena. Nasema hivi, kuridhika ni ile hali ya kujiona umetosheka na kuona uhitaji tena. Sasa kuna watu huwa wanatabia, akipata tu kidogo anaridhika, anajiona hahitaji tena, anajiona imetosheleza. Sasa Mkristo mzuri anayemcha Mungu anapopata mavuno kwenye maisha yake, anapokuwa nusu ya msimu namna hii, anapaswa kuangalia yale mavuno aliyopata, amshukuru Mungu kwa ajili ya hayo mavuno, alafu asiridhike, aendelee kusonga mbele, kwa sababu maisha hayajaishia hapo wewe ulipopata, bado yanaendelea. Kuna maisha mara baada ya kuvuna, kuna maisha mara baada ya kupata. Ndio maana ni muhimu kushukuru na kusonga mbele. Wacha muda huu tufanye Bible study kidogo, ili tuchimbe kwa undani, tuelewe vizuri zaidi. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Injili ya Luka, ile sura ya 12. Injili ya Luka sura ya 12, ule mstari wa 16 hadi wa 21. Injili ya Luka sura ya 12 aya ya 16 hadi ya 21. Injili ya Luka sura ya 12 ile aya ya 16 hadi ya 21 inasema namna hii. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifenyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia mpumbavu. Sikia vizuri. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako. Wakina nani hao? Israeli mtoa roho. Akaendelea kusema, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekea nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Kwa Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja ambaye huyu mtu alikuwa ni mpambanaji sana wa maisha. Alikuwa ni mtafutaji sana. Alijitahidi kupambana, akatafuta, akapata utajiri mwingi sana. Na yule mtu alivyopata ule utajiri wake, akakaa namna hii kuangalia utajiri wake. Akaona mashamba mengi, magari mengi, dhahabu nyingi, mavuno mengi. Akafurahi sana. Akasema, nafsi yangu, kula, unywe, ustarehe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba aliridhika kwenye moyo wake. Aliridhika. Na aliporidhika akakosa moyo wa shukrani. Akakosa moyo wa shukrani. Lose the heart of gratitude. Ule moyo wa kushukuru alipoteza. Ila akaridhika. Na unajua palipo na kuridhika pana kiburi. Na ndiyo maana akasema, nafsi yangu, ule, unywe, utulie sasa, ufurahi sasa. Alipata kiburi. Akajiona kama kule kufanikiwa kwake, yale mavuno yake yametokana na uwezo wake.
yametokana na nguvu zake. Kandarabakoriasaka. Akasahau kwamba yuko Mungu ambaye utajirisha, yuko Mungu ambaye ufanikisha, yuko Mungu ambaye uwezesha kuvuna. Alisahau hayo yote, akajiona ni yeye na nafsi yake amejitajirisha, amejipa mavuno yeye kama yeye. Ndio maana akaiambia nafsi yake, kula, unywe, ufurahi. Akasahau kama yuko Mungu. Kwa ajili ya kile kiburi na ile kukosa kwake moyo wa shukrani, pale pale Mungu akakasirika, akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanataka roho yako. Usiku ule ule yule mtu akafa na mali zake zikabaki. Unajua, unapokosa moyo wa shukrani, unaweza ukafa, hata ile mali uliyotafuta usifaidi raha yake, wakafaidi watu wengine. Na ndio maana mhubiri huwa anasema kitu cha ajabu sana. Mhubiri anasema kuna balaa nimeliona chini ya jua, kwamba mtu anajitaabisha kwa kutafuta mali na utajiri, lakini wanaokuja kuutumia ni watu wengine. Sasa unapokosa moyo wa shukrani, unaweza ukapata mali nyingi sana, lakini usione raha ya hiyo mali, ukaishia kuumwa na kutibiwa kila siku, afu wengine ndio wakawa wanafaidi mali yako. Kwa nini? Kwa sababu moyoni mwako hamna shukrani, mmejawa kiburi, majivuno na dharau. Si kama tunaelewana, watu wa Mungu ali hai? Na ndio maana unapokuwa mtu wa Mungu, jifunze kuwa mnyenyekevu kwenye moyo wako. Jifunze kuwa mnyenyekevu. Jifunze kuwa mnyenyekevu. Unyenyekevu ni ile hali ya kujishusha, kujiona hauna ili hali unacho, kujiona unahitaji ili hali hakuna unachohitaji, kujiona haujapata ili hali umeshapata, kujiona haujui bado unatakiwa kujifunza ili hali kiuhalisia unajua, kujiona hauna nguvu ili hali kiuhalisia una nguvu. Huo ndio unyenyekevu. Sasa kila Mkristo lazima ahakikishe kwenye moyo wake ana huo unyenyekevu ndani yake. Unyenyekevu utakusaidia pale unapopata mavuno kwenye msimu, kuwa na moyo wa kumshukuru aliyekuwezesha kuvuna. Kwa sababu kila utakapopata, unyenyekevu utakukumbusha kwamba hichi ulichopata sio kwa uweza wako, yuko Mungu aliyekuwezesha. Nenda kaseme asante. Kila utakapoongezewa cheo, unyenyekevu utakukumbusha wewe, hicho cheo sio kwa akili na elimu yako. Ndiyo umeongeza elimu, lakini yuko Mungu aliyekuwezesha hiyo elimu kuongezeka. Nenda kamwambia asante. Kila unapopata ndoa, unyenyekevu utakukumbusha yuko Mungu aliyekuwezesha kuipata hiyo ndoa. Nenda kamwambia asante. Ila palipo na kiburi, ukipata kinakuambia ni kwa nguvu zako. Ndio maana kuna baadhi ya watu wakipata kitu wanageuka kuwa mwiba kwa wengine. Kwani hujawahi kuona kuna mtu ameenda kufanya application ya kazi, watu wote wanamuombea akose? Hujawahi kuona? Au mtu ameenda amefungua tu kimradi chake kidogo, kila mtu anamuombea kife? Hujawahi kuona? Na ukikaa namna hii, kila mtu anaomba kife kwa sababu anajua kwamba huyu jamaa akipataga tutakoma. Wanakujua kwamba ukipata hawatalala, utakavyowasemanga, utakavyojikweza, utakavyojiinua, utakavyokuwa na kiburi. Ndio maana wakisikia tu ameenda kwenye interview, ameenda kufanya nini, kila mtu anaombea ukose. Mpendwa, ukijiona watu wanakuombea ukose kitu kizuri kwa sababu ya madhaifu yako ya kujiinua na kujikweza, jaribu kuomba neema ya unyenyekevu kwenye moyo wako. Kwa sababu unyenyekevu ukiwa nao, kila fursa inayokufungukia, wengi watakuombea upate, kwa sababu wanajua ukipata wewe na wao wamekula na kunywa. Nasema hivi, ukiwa na moyo wa unyenyekevu, kila fursa itakayokufungukia, wengi wataomba upate,
kwa sababu anajua akipata fulani, na sisi tumetoboa, na sisi tumeona njia, na sisi tumeona nuru, hatokula peke yake. Kwani hujasoma kwenye Biblia kisa cha yule mwanamke mjane ambaye alikuwa anaitwa Dorcas? Dorcas halikufa, halifariki, lakini Petro ameenda pale msibani, kila mtu anamlilia Dorcas, kila mtu anamlilia. Na Petro akajaribu kuuliza, mtume Petro akauliza, kwa nini mnamlilia huyu mtu? Kila mtu akaanza kueleza pale. Mwingine anasema alinishonea nguo, mwingine anasema alinisaidia kwenye kile, mwingine anasema alinisaidia kwenye kile, akamuombea akafufuka. Nisikilize, kilichompa mtume Petro upako na moyo wa kumuombea Dorcas afufuke, si kwa ajili ya Dorcas alikuwa ni mtu ambaye anastahili tu kufufuka. No. Ila ilikuwa ni kwa sababu Dorcas maisha yake yaligusa wengine kwa unyenyekevu wake wa kuwatendea wema. Kwa kila mtu akawa anashukuru uwepo wa Dorcas ulimwenguni. Wewe unayenitazama, watu unaoishi nao, watu unaosoma nao, watu waliokuzunguka wanamshukuru Mungu kwa uwepo wako karibu yao, au wanalitukana jina la Bwana kwa uwepo wako karibu yao? Kwa sababu angalia, usije ukawa laana machoni pa watu badala ya kuwa baraka machoni pa watu. Tambua neno hili, kila mahala Mungu alipokuweka unatakiwa kuwa baraka kwenye hilo eneo. Kila mahala Mungu alipokuweka unapotakiwa kuwa sababu ya watu kumshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wako. Na ndiyo maana Dorcas, watu walikuwa wanamshukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wake, na wakasali afufuliwe kwa ajili ya mambo yake mema aliyokuwa anawatendea. Watu wa Mungu tulioko hapa, shukrani inaacha akiba kwenye mioyo ya watu. Shukrani inaacha akiba kwenye moyo wa Mungu. Kwa shukrani, licha tu ya kumgusa Mungu tu, pia inagusa na watu uliowazunguka, waliokuzunguka na uliowazunguka. Si kama tuko pamoja, kanisa la Mungu ali hai. Shukrani ni akiba ya kujitajirisha mbele za Mungu kwa kuifanya kesho yako iwe bora zaidi kuliko leo yako. Nasema hivi, shukrani ni akiba ya kujitajirisha mbele za Mungu na kuifanya kesho yako iwe bora zaidi kuliko leo yako. Na ndiyo maana mtu ambaye ana moyo wa kusema asante mara kwa mara mbele za Mungu, kesho yake huwa inakuwa bora kuliko leo yake. Na mtu ambaye hana moyo wa shukrani, kesho yake ni ngumu kuliko leo yake. Na utaona kila ukilala ukiamka ndivyo unazidi kuona magumu. Wewe jaribu kuanza kushukuru, utashangaa kila ukilala ukiamka unaanza kuona mambo mazuri. Kwa nini? Kwa sababu shukrani ina tabia ya kuacha mbegu ya kutengeneza kesho iwe bora kuliko leo. Acha tufanye Bible study kidogo. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Zaburi, ile sura ya 45 ule mstari wa 2. Zaburi sura ya 45 mstari wa 2. Zaburi ya 45 aya ya 2 inasema namna hii: wewe umzuri sana kuliko wanadamu, neema imemiminwa midomoni mwako, kwa hiyo Mungu amekubariki hata milele. Ukikaa kusoma hii mistari unaweza ukafikiri anayesifiwa sio mwanadamu, labda ni Mungu. Lakini ukikaa kutuliza akili utagundua anayesifiwa hapa ni mwanadamu ambaye ana tabia ya kuwatendea watu wengine wema. Na ndio maana anasema hivi, wewe umzuri sana kuliko wanadamu. Ukisikia kaka mstari peke yake, wewe mzuri sana kuliko wanadamu, unaweza ukafikiri hivi, huyo anayeongelewa sio mwanadamu, ila kumbe ni mwanadamu. Anaendelea kusema, neema imemiminwa midomoni mwako, kwa hiyo Mungu amekubariki hata milele. Kwa unaelewa sasa, kumbe hapa juu aliyekuwa anaongelewa ni mwanadamu. Huyu mwanadamu kwa nini amesifiwa namna hii?
kwamba yeye ni mzuri kuliko wanadamu wengine na neema imemiminwa kwenye midomo yake. Amesifiwa namna hiyo kwa sababu ni mtu wa kuwatendea wema wengine, ni mtu wa kumtendea Mungu mambo mema, ni mtu wa shukrani. Mahala alipo amekuwa sababu ya watu kumshukuru Mungu juu ya uwepo wake, na hajawa kilio mbele za watu, hajawa fimbo ya kuwajeruhi wanyonge. Amekuwa sababu ya watu kumshukuru Mungu. Kwa sababu amekuwa sababu ya watu kumshukuru Mungu, zile shukrani zake anazotoa kwa Bwana na vile watu wanavyomshukuru Mungu kwa ajili yake, imekuwa mbegu ya kuifanya kesho yake iwe bora. Na ndio maana anaambiwa Mungu amekubariki hata milele. Ina maana yeye kesho ni mbarikiwa, kesho kutwa ni mbarikiwa, mwaka ujao ni mbarikiwa, mwaka ujao ni mbarikiwa, milele na milele yeye ni mbarikiwa. Nini kimemtengeneza namna hiyo? Ni ile yeye kuwa mtu wa shukrani na watu kushukuru juu ya uwepo wake. Imeacha mbegu ya shukrani to the endless, shukrani isiyo na mwisho. Wakristo tulioko hapa, maisha yako yana shukrani isiyo na mwisho au yana shukrani ya leo, kesho mateso? Wewe unavyoishi ndio inavyoamua. Na ndio maana ukivuna usile peke yako. Kuna mtu anataka kusema, sasa mwalimu, mimi sio mkulima, silimi shamba la mahindi, tavuna nini? Acha utoto wewe. Hatuongelei mahindi, hatuongelei maharage, hatuongelei mpunga. Tunaongelea kuvuna matokeo ya matendo mema kwenye maisha yako. Unaweza kuwa ni mfanyabiashara, umepata faida nyingi, ndio kuvuna huko. Unaweza kuwa ni mwajiriwa, kamshahara kameongezeka, ndio kuvuna huko. Unaweza kuwa bodaboda, wateja wameongezeka, umekuwa na ya kwako, ilikuwa ni pikipiki ya mkataba, sasa hivi imekuwa yako, hadi umeanza kupanga kuongeza na ya pili. Huko ndio kuvuna. Hasa ukivuna usile peke yako, mshukuru Mungu, afukula na wengine, ili ile shukrani yako kwa Mungu iwe mbegu ya kesho yako. Afu wale unaokula nao pale tu anaposema Mungu akubariki bwana, yaani ile tu mtu kusema fulani umenifanyia hivi, Mungu akubariki, ile ni shukrani, inakutengenezea kesho yako iliyo bora. Na ile unapomuumiza mtu anayeumia juu yako anaposema ni fulani wewe ni wa kuniumiza hivi, ipo siku Mungu atanilipia, mimi nimekusamehe, ile ni laana ya kuifanya kesho yako iwe ngumu. Kwa ndo maana pale ulipovuna, kula na wengine ili waseme Mungu akubariki, ili washukuru kwa ajili yako, ili kesho yako iwe bora kuliko leo yako. Mungu akusaidie kuelewa. Wapendwa, changamoto ndogo ndogo kwenye maisha zisikusaulishe wema wa Mungu juu yako. Changamoto ndogo ndogo kwenye maisha zisikusaulishe wema wa Mungu juu yako. Hichi ni kipengele kizuri sana ambacho tutamalizia nacho semina yetu. Changamoto ndogo ndogo kwenye maisha zisikusaulishe wema wa Mungu maishani mwako. Najua kila mtu kwa sehemu huwa anapita kwenye mapito, huwa anapita kwenye majaribu, huwa anapita kwenye vita. Hasa vita, majaribu, mapito na mateso. Hata siku moja unapokuwa kwenye msimu namna hii, unapokuwa kwenye mwaka namna hii, usije ukasahau wema wa Mungu aliyokuahidia kukutendea kwenye mwaka huo. Ujue, yamkini mwaka ukiwa unaanza, Mungu alikusemesha kwamba mwaka huu utaolewa, au mwaka huu utapata kazi, au mwaka huu kuna mahala utapata kitu fulani. Na mwaka unaendelea kwenda, huoni dalili ya kupata hicho kitu, na yamkini umeanza kukata tamaa. Na kuambia hivi, changamoto ndogo ndogo zisije zikakufanya ukafikiri hautavuna. Mavuno yako pale pale, kwa sababu Mungu huwa habadiliki. Yeye ni yule yule. Hakuna watu wajaelewa. Acha nikuonyeshe kama mstari. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Waebrania sura ya 13 ule mstari wa 8. Waebrania 13 ule mstari wa 8. Waebrania 13 mstari wa 8 inasema namna hii: Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo hata milele. Unaona
Yesu Kristo ni yeye yule. Jana Yesu ni yule yule, leo Yesu ni yule yule, kesho Yesu ni yule yule, hata milele yeye ni yule yule. Wanadamu wana tabia ya kubadilika badilika. Wanadamu wana tabia ya kutokuwa na msimamo, ila Mungu habadiliki badiliki. Mungu ana msimamo. Akisema ni amesema, lazima atatimiza. Na ndio maana kama kuna ahadi Mungu alikuahidia kukutendea mwaka huu, usije ukakatishwa tamaa na majaribu madogo madogo ambayo umeshayaona hadi nusu mwaka. Utatendewa, utatendewa. Usiwe na pressure kwamba mbona muda umeisha, mbona mwaka umeisha, na hili jambo navyolijua kwenye akili yangu linachukuaga prosesi ndefu. Nisikilize, Mungu akisema ndio, prosesi ndefu zinaweza zikawa fupi. Mungu akisema ndio, prosesi ndefu zinaweza zikawa fupi. Nasema hivi, Mungu akisema ndio, wanaweza wakaja kujitambulisha mwezi wa 10 na wa 12 ukafunga ndoa. Kuna watu hawajaelewa. Mungu akisema ndio, anaweza aliyekataa kukupa mtaji akakupa mtaji ukafanikiwa. Mungu akisema ndio, kiwanja kitapatikana, utajenga na utahamia kwenye nyumba yako. Kwa sababu Mungu anaposema ndio, hakuna pa kukwama, kufanikiwa kuko pale pale. Mungu akusaidie kuelewa. Nakumbuka juzi, acha nikupe shuhuda moja. Juzi tu hapa, wanafunzi wakiwa wamefunga shule. Mimi huwa nafanya deliverance ya kuhudumia watu. Kuna mwanafunzi mmoja alinifuata kwa ajili ya huduma na akawa amenishirikisha juu ya changamoto yake, namna ambavyo yuko darasa la mtihani mwaka huu, anategemea kufanya mtihani na matokeo yake hayaendi vizuri. Anajihisi kama vile anaweza asifaulu mtihani wa mwisho. Nikamsikiliza yeye, nikamsikiliza na mzazi wake. Nikaona wazi kabisa mzazi wake amemkatia tamaa mtoto wake, na mtoto mwenyewe naye kuna namna amejikatia tamaa. Kwa nini? Kwa sababu anaona mwaka umekaribia mwisho na mtihani umekaribia. Nikamwambia yule mwanafunzi, nenda kaniandikie matokeo yako ya mwisho ya shuleni mliofanya, ulete nione. Akaenda akaandika, akaniletea. Akasema, mwalimu, matokeo yangu haya hapa. Nikakaa kuyaangalia yale matokeo namna hii, nikamhoji masomo anayofaulu darasani, nikamhoji na masomo yanayompa changamoto. Nikagundua kuna maeneo kadhaa anaweza akafanikiwa. Nikamwombea. Alafu nikamwambia, unaporudi shuleni usije ukafikiri utafeli mtihani wa mwisho. Mungu yupo. Wewe cha muhimu nenda kasome. Kama ulivyoanza Januari ukiamini mtihani wangu wa mwisho kwenye darasa langu hili la mtihani nililopo nitafanikiwa, basi ndivyo unaporudi shule kaendelee kuwa na imani hiyo hiyo. Usije ukasema muda wa mtihani umekaribia na moko imekuja na kuna nekta inakuja, basi mimi ni wakufeli. Nisikilize, hutafeli. Na nikamwambia namna hiyo kwa sababu nimeona matokeo yake na bidii ambayo ameniambia anayofanya. Nikaelewa wazi kabisa huyu kijana Mungu atamwekea mkono, na ndio maana ninamuombea ili pale anaposoma Mungu akawe pamoja naye, akaone kile Mungu alichomwaidia Januari hasifeli, akafaulu. Nisikilize, yamkini kuna jambo umelikatia tamaa, hata kama ni mwanafunzi. Hakunaga mbumbumbu mbele za Yesu. Mungu hakuumba mbumbumbu, aliumba wenye akili. Usikatie tamaa mtu, usilikatie tamaa jambo, usijikatie tamaa wewe kama wewe. Ini hali Mungu alikusemesha kwenye lango la Januari utatoboa. Na kuambia hivi, hautaisha mwaka, lazima utamuona Mungu. Na kile kilichokaa barabarani
kukuzuia usimuone Mungu, ninakiamuru siku ya leo kwa jina la Yesu, kiondoke kwenye njia yako, kiondoke kwenye malango yako, ukamuone Bwana. Sema amen. Ukamuone Bwana. Sema amen. Ukamuone Bwana. Sema amen. Oh, haleluya. Wana wa Mungu aliye hai, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Na unajua wazi kabisa dunia inabadilika, watu wanabadilika, nyakati zinabadilika, ila Mungu habadiliki. Akisema ni amesema. Na Mungu habadilishwi na watu, habadilishwi na nyakati, habadilishwi na mazingira. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Nafikiri umenielewa. Na ndiyo maana ninakusemesha hivi katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Ukivuna, mshukuru Mungu. Usiridhike ukafikiri safari imeishia hapo. Safari bado inaendelea. Kupata leo haina maana ya kwamba kesho hautahitaji. Kesho utahitaji tena, kwa sababu wewe ni mwanadamu. Watu wa Mungu aliye hai, tukiwa kwenye malango ya katikati ya mwaka, tutasimama kwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya yale yote ambayo mpaka sasa tumeshayavuna. Tutamwambia Mungu asante. Na kuna watu wanaga moyo wa shukrani. Anasema, mimi mwalimu, hakuna nilichovuna hadi sasa. Unacho. Hakuna mtu anayenitazama hapa au anayenisikiliza ambaye hamna mahala hajavuna. Kila mtu kuna kaeneo amevuna. Sema tu ni ile tabia yetu wanadamu, huwa tuna tabia ya kukumbuka mabaya, lakini mema huwa hatukumbukaji. Wewe jaribu tu kujikua na kujenga moyo wa kukumbuka na mema. Utagundua kuna mahala umevuna. Afu hapo ulipovuna, hebu tuungane kumwambia Mungu asante. Tuungane tu mahala ulipo kumwambia Mungu asante. Unaweza ukakamata na sadaka yako. Kamata na sadaka yako. Kama umeshaituma tayari, haina shida, ikamate kwa imani kwenye moyo wako. Kama bado hujaituma, wewe ndio unayejua umepanga kutuma kitu gani, basi kishike kwa imani. Hata kama kwa sasa hauna, wewe kishike tu kwa imani. Mungu anajua. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa pamoja, ili hata tutakaposoma ile misa tarehe 12 Julai, basi Mungu akapokee sadaka zetu, akapokee na shukrani zetu. O rapa korianderebo shakata ramandaka saa. Sema haya maneno pamoja na mimi. Sema, Mungu Baba. Sema tena, Bwana Yesu. Mungu Roho Mtakatifu. Ninakushukuru katika Utatu Mtakatifu, kwa sababu wewe ni Bwana ambaye umesimama kutufanikisha. Kwa sababu wewe ni Bwana ambaye umesimama kutupigania hata sasa. Tazama Mungu, tuko hapa ni kwa neema yako. Umetulinda mwaka mzima, ni kwa neema yako. Umetufikisha nusu mwaka, ni kwa neema yako. Na ndiyo maana Mungu uliye Alfa na Omega, Mungu uliye wa majeshi, Mungu uliye Jehova, Mungu uliye mtakatifu. Sema Mungu uliye mfalme wa falme. Sema Mungu uliye Bwana wa mabwana. Tunasimama kwa pamoja tukikushukuru kwa ajili ya yale ambayo tumeshavuna nusu mwaka. Tazama Mungu Baba, wako waliovuna machache, wako waliovuna mengi, wako waliovuna kawaida. Sema Bwana Yesu, kwa umoja wetu tunasimama kukushukuru. Tunasimama kukushukuru. Tunasimama kukuambia asante. Sema Bwana Yesu, tunaomba uturehemu. Tunaomba utusamee kwenye maeneo ambayo hatukuwa wepesi kushukuru. Tulichelewa kusema asante kwa ajili ya kukosa maarifa. Tunaomba Baba utusamee. Kuna wakati ulitusemesha kabisa wito wa shukrani, tulikuwa na viburi kuitikia. Tunaomba Mungu tusamee. Ndiyo maana siku ya leo tumeongoka Bwana, tumegeuka kwako kukuomba Mungu Baba, upokee shukrani zetu, upokee shukrani zetu. Sisi tulio watoto wako tunaomba Baba, upokee shukrani zetu katika yale tuliyovuna. Bwana, tunasimama kukuambia asante, maana Mungu Baba, hatuhitaji
hatuhitaji kuwa wachoyo, hatuhitaji kuridhika, hatuhitaji kuwa na viburi kama yule aliyekuwa na kiburi akafikiri amemaliza maisha. Mungu, tunatambua wazi safari bado inaendelea, safari bado inaendelea, na ndio maana tunasimama siku ya leo. Mungu, tunasema asante. Baba, tunasema asante. Baba, tunasema asante. Baba, tunasema asante. Tunaomba upokee na sadaka zetu. Sema, tunaomba upokee na sadaka zetu. Baba, tunasema asante. Endelea kusema kwa maneno yako. Endelea kusema kwa maneno yako. Endelea kusema kwa maneno yako. Maana wewe ndio unayejua ni kwa kiwango kipi na kwa levo ipi unapaswa kumshukuru Mungu. Maana kutendewa wote tumetendewa, ila si kwa kiwango sawa. Kuna wengine ni 10%, kuna wengine ni 50%, kuna wengine ni 70, wengine ni 100 kabisa. Hiyo 1% Mungu aliyokutendea, pasipo kutamani ya mwingine, pasipo kushangaa ya mwingine, shikilia hapo hapo, shikilia hapo hapo, kumwambia Mungu asante, kumwambia Mungu asante. Endelea kumimina shukrani zako, endelea kumimina shukrani zako. Asiyejua kushukuru ana kiburi. Sisi hatuna viburi, tumedhamiria Bwana kutoka ndani ya mioyo yetu kukushukuru, maana tumetambua hatujafika hapa kwa nguvu zetu, hatujafika hapa kwa juhudi za mtu yoyote, wala si kwa elimu zetu kubwa, wala si kwa ndoa zetu, wala si kwa watoto wetu, wala si kwa fedha tulizo nazo, bali Bwana, hapa tulipofika ni kwa neema yako, ni kwa upendo wako, ni kwa kibali chako, ni kwa rehema zako, ni kwa msaada wako, ni kwa huruma zako, ni kwa upendo wako, ni kwa unyenyekevu wako, ni kwa msamaha wako. Ndiyo maana Mungu, tukupe nini cha kukupendeza? Bwana, pokea asante yetu. Bwana, tunakushukuru pasipo unafiki, tunakushukuru pasipo unafiki, tunakushukuru toka kwenye vilindi vya mioyo yetu. Tunakuambia asante rebo shandaraba, asante Adonai, rapa koriasaka, asante Elishadai, rikanderebo shaka. Majina yote mazuri ni yako, maana ni wewe uliyetenda makuu maishani mwetu. Majina yote mazuri ni yako, maana ni wewe pekee uliyetenda miujiza. Majina yote mazuri ni yako, maana ni wewe pekee uliyefanya hata katikati ya jangwa pakawa na maji. Ni wewe uliyepasua mwamba. Repori kashakate. Baba, pokea sifa we Bwana, pokea utukufu na heshima, maana ni we Mungu ambaye hata umetufanya kuwa baraka kwa wengine. Yamkini kuna watu wanacheka kwa ajili ya matendo uliotuwezesha kuwatendea. Yamkini kuna watu wanafuraha, kuna watu wanakula chakula kwa sababu tu ulitugusa kuwapatia. Mungu, hatukufanya kwa nguvu zetu na wala hatutaki sifa zije kwetu, bali tunarejesha kwako, tunarejesha kwako. Utukufu wote pokea we Bwana peke yako, heshima zote pokea we Bwana peke yako. Enzi, kibali, adhama, uweza, nguvu na mamlaka, Bwana pokea wewe peke yako, maana ni wewe Bwana uliyetenda, ni wewe Bwana uliyefanya, ni wewe Bwana uliyefanya. Matendo yako ni makuu mno, hayalinganishwi na kitu kingine. Rikandekeriaka sakata. Baba, tazama hata mahali hapa Jerusalem Family ya Bwana umelifanikisha kongamano Mungu tulilofanya pale Msimbazi, Dar es Salaam. Wengi walikuja, wengi walichangia, wengi waliombea, wengi walibarikiwa, wengi walifunguka, wengi waliimarishwa. Mungu, tunakurudishia sifa zote, tunakurudishia utukufu wote. Baba, tazama safari ya miezi 6 umesafiri na sisi mahali hapa. Mungu, ni upendo wa namna gani hata kujidogodesha kuja kwenye WhatsApp kutuhudumia. Mungu, unatupenda wewe sana. Tunakushukuru hata kwa ajili ya neema ya mafundisho yote ambayo tumeendelea kupata mahali hapa. Baba, sadaka tulizoendelea kutoa na majibu ulioendelea kujibu. Baba, shuhuda zilizoendelea kupatikana. Baba, yote ambayo yameendelea kutendeka mahali hapa. Mungu, tunarudisha sifa zote kwako, maana ni mengi mno kiasi ambacho hatuna namna
tunaweza tukaeleza tukayamaliza, lakini haitoshe kusema ni wewe Bwana umefanya. Tunatambua ni wewe umefanya, na ndio maana tuko hapa leo kwa pamoja kama familia ya Mungu tukiungana kukushukuru Baba. Oramande kerekete remekeriekete Baba, asante. Roposhamaka Baba, asante. Riramakateba Baba, asante. Utukufu kurudie wewe, heshima zikurudie wewe, nguvu ikurudie wewe, kibali kikurudie wewe, uweza na nguvu Adonai vikurudie wewe Baba. Pokea sifa Baba, pokea sifa. Jina lako litukuzwe Baba, pokea sifa. Jina lako liinuliwe Baba, pokea sifa. Jina lako lipewe heshima Baba, pokea sifa. Ni nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna nani kama wewe. Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Na kupenda Baba, nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Na kupenda, ni nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwenye upendo kama wako Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna nani kama wewe. Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Na kupenda Baba, nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Na kupenda. Amina, amina, amina milele. Amina, amina, amina milele. Amina, amina, amina milele. Amina, amina, amina milele. Nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Na kupenda Baba, nani kama wewe? Na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe? Na kupenda, ni nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna mwenye upendo kama wako Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Hakika, 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 hakuna mwenye upendo kama we Bwana. Hakuna mwenye uweza kama we Bwana. Ni nani aliye kama wewe Baba? Utukufu, heshima, kibali ni vyako, maana ni wewe pekee uliyetenda, mfalme wa falme, takatifu wa takatifu. Mungu, tunaachilia hata baraka zako kwa ajili ya watoto wako wote waliofuatilia maombi haya. Baba, tunaomba baraka zako zishuke kwenye sadaka zao, zishuke kwenye uchumi, zishuke kwenye afya, zishuke kwenye maisha ya ndoa, zishuke kwenye familia, zishuke kwenye elimu, zishuke kwenye kazi, zishuke kwenye maendeleo, zishuke kwenye miradi, zishuke katikati ya mashamba, zishuke kwenye taifa letu. Bwana, baraka zako na huruma yako vitutawale na kutulinda daima, tukizuia roho za umwagaji damu kwenye taifa la Tanzania na bara la Afrika. Tunaomba upendo wa Mungu utamalaki na huruma ya Mungu iingilie kati, ili sote tuone nuru ya uzima. Baba Mungu, tunaenda kinyume na roho za visasi na maripisi. Tunaomba Bwana vikae mbali nasi. Huruma yako na upendo wako Mungu
viendelee kutulinda daima, na damu ya Yesu iendelee kututawala milele yote na milele yote, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Wapendwa, Mungu awabariki sana. Tumefika tamati ya semina yetu ya shukrani. Unakaribishwa uweze kutoa sadaka yako kupitia namba hizo za simu. Tarehe 12 sadaka hizi asilimia yake tutatoa kwa ajili ya kusali misa ya kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha tumeweza kufika nusu mwaka, ili atupe kibali cha kesho yetu iliyo bora iendelee katika msimu iliyobaki. Wapendwa, karibuni sana kwa ajili ya kushiriki hili jambo, maana usiposhiriki hautavuna hizi baraka. Usipitwe na hizi baraka, na Mungu akuwezeshe kadiri ya huruma yake na rehema zake. Mungu awabariki sana. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya YouTube. Bonyeza neno subscribe kama bado hujasubscribe YouTube, lakini pia Facebook, Instagram, TikTok. Hakikisha pia umetufollow Mwalimu Petro Mazwile. Mbarikiwe sana. Karibuni sana Arusha. Haleluya.